Kwa elimu hii maana yake ni kwamba tunakwenda kupunguza hilo wimbi la watoto au vijana kuingia katika masuala hayo ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana na niseme tu kwamba hili jambo liwe endelevu, kwa sababu hii ni vita, na kama ni vita maana yake ni kwamba utakiwa kuficha silaha. Utakao uendelee kutengeneza silaha na uendelee kupambana ili kupunguza hayo madhara ambayo tunayaona kwa vijana wetu. Asante sana mwalimu. Huyo ni utangulizi Sawa, naomba Bakari Abedi. Wewe Bakari Abedi ni mdau mtu wa tatu hapo. Bakari Abedi ni mdau, lakini natambua unaenda mashuleni kutoa elimu kinga, kwa maana kutekeleza hii kauli mbiu kwa niaba ya serikali lakini kwa jamii yetu ya Tanga. Tuambie umeona nini kwenye hili tamasha, lakini mkakati ukoje kwenye eneo la kinga na nini umefanya katika kipindi hichi kuelekea hii siku ya kupinga dawa za kulevya katika ngazi ya mkoa? Karibu. Asante. Mimi nashukuru sana kwa dodoso kama hilo ambalo umenilipa. Mimi naenda na kasi ya serikali na kupitia mamlaka ya kuratibu na kudhibiti dawa za kulevya, kupitia ule mwongozo wa utoaji wa elimu ndio ambao unanigadi sana kwenda, na lengo la kwenda katika mashuleni ni kuwapa taarifa vijana wetu kuhusiana na athari za dawa za kulevya na madhara yake, lakini pia na makundi ya dawa za kulevya. Yaani kuelekea katika shule nimefarijika sana, kwa sababu vijana wengi katika hasa haya makundi rika huwa wanajiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya kwa kukosa elimu, lakini pia na ule utambuzi wa kisawasawa. Kwa hiyo hii serikali mimi naipongeza sana kupitia ofisi ya waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais kwa kuliona hili na kuipa mamlaka meno ya kuweza kufanya hii mikakati kuanzia ngazi za awali mpaka shule za msingi. Nadhani tukifanya hivi kwa pamoja tunaweza tukakomboa vizazi wetu visije vikaziingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Asante sana kaka Beka. Sasa hapo nitakwenda kwa wote, naenda na taaluma. Nimegusa kwa kocha, nitamuomba Imani msaikolojia. Kuna mradi wa kujenga amani kwa vijana na wewe ndio msaikolojia wetu. Tuambie pale kuna nini na ile youth center mpaka dakika hii inaendaje, ili hawa vijana waweze kuja kujumuika na kupata ile fursa ya kuja kufanyiwa elimu. Na mna accommodate, mnatoa huduma gani kwa maana ya michezo na vingine? Kwa uchache tu. Sawa, asante sana. Kama alivyonitambulisha pale Mr. Bandawe, sisi tuna mradi wetu ambao ni Save Youth from Substance Peace Building. Ni mradi ambao unajihusisha kwa ajili ya kutoa elimu kuhusiana na madhara ya dawa za kulevya, lakini pia ni kwa ajili ya kujenga amani. Na kwa sasa katika activities zetu tuna one stop center ambayo inapatikana pale Gift of Hope, na tumeshaanza kwa session baadhi kwa vijana ambao tunachukua kwa ajili ya kutoa elimu na kufanya zile session zote kwa pamoja kuhusiana na madhara ya dawa za kulevya, lakini pamoja na kujenga amani. Lakini sio hivyo tu, ukiachana na kutoa elimu kuna zile games ambazo zipo pale, outdoor games ambazo zipo kwa ajili ya refreshment. Tunajifunza wote kwa pamoja ili ujumbe uweze kufika. Leo niko wapi? Tunapatikana Gift of Hope. Wapi, barabara ngapi? Barabara 16. Barabara 16 hapa mtaa wa Tembo Bar. Asante. Naomba Dr. Ali kwenye eneo la tiba tuambie Mato unafanya nini kutoka hapo. Joseph Mabene jiandae na Elizabeth. Habarini tena. Mike juu huyo. Habari za saizi. Kwa kitengo chetu cha Bombo ambayo ni Mat Clinic, kitaalamu tunaita medical na ni methadone assisted treatment, ambayo tunatoa huduma ya tiba ya kisaikolojia na huduma ya dawa kwa ajili ya kuwazuia waraibu kuendelea kutumia matumizi ya dawa za kulevya, ikiwemo na tiba ya kisaikolojia, na pia kuna kwa session kwa ajili ya watumiaji pia ambao wanahitaji pombe, wanakuwa wanatumia pombe, pamoja na vile vingine ambao tunawakaribisha muje mpate huduma ya kisaikolojia na huduma tiba. Asante Dr. Ali. Naomba Joseph Mabene tuambie kwenye kituo cha Tanga Drug Free Sober House mnatoa huduma gani? Naomba Mike isogee karibu. Asante sana. Sisi katika kituo chetu cha Sober House Tanga Drug Free ambacho kiko kata ya Tanga sisi mtaa wa Mwakidila B, tunatoa huduma ya kuwasaidia waraibu wa aina zote, dawa zote za kulevya. Sisi hatuchagui dawa gani za kuwasaidia waraibu wa dawa zote za kulevya, kuanzia pombe, mirungi, bangi na unga au heroini, pamoja na dawa nyingine ambazo
ni za kitiba, lakini waraibu wanazitumia, wanaziabuse kwa sababu wanazitumia kwa njia ambayo sio sahihi. Asante sana. Abdalla, kuna nyingine nyongeza? Na vile vile tiba yetu sisi tunaitoa kwa njia ya elimu kinga. Sisi tunatumia sana elimu jinsi gani ya kueleza hatua 12 kueleza vile vile athari za dawa wanazotumia na jinsi gani ya kuepukana na matumizi ya dawa za kulevya. Asante Abdalla. Tuambie. Mimi ni Abdalla Mwakinyo, ni katibu mtendaji katika taasisi ya Sober House Sahare. Sisi kazi ambazo tunazifanya, tunampokea mwathirika wa dawa za kulevya ambaye ametumia dawa za aina zote. Tunatoa elimu kinga akiwepo ndani ya nyumba, na tunatoa elimu tiba kwa kumfikisha katika vituo vya afya vya serikali ili kuangaliwa afya yake, na anaporudishwa tunaendelea naye, tunatoa elimu ndani ya nyumba. Hatulali tu, hatuli tu na kulala, tunatoa elimu, tunasoma hatua 12. Na vile vile tuna mradi ndani ya Sober House wa ufugaji wa kuku, na tunatengeneza mashine za kutotoleshea vifaranga incubator. Karibuni sana. Tanga bila dawa za kulevya. Haya, Vasco da Gama jiandaeni tafadhalini. Vasco da Gama na Dunde, sijui Dunde Dandi na bila alamina. Namuomba dada Elizabeth, tunaenda na jenda hapo, kija tunamalizia hapo kati. Dada Eliza, tuambie huduma kwa wanawake sikoje? Support. Don't punish. Upande wa huduma sisi kama Wayabi, lakini pia kuunganika na organization nyingine tunazozifanya kwa wanawake, ni tunafanya mati linkage, kwa maana kwamba tunawaunganisha wanawake walioathirika na dawa za kulevya na huduma ya mati clinic. Lakini pia tunatoa elimu, tunatoa dawa kinga, kwa maana kwamba tunawaunganisha wale wanawake ambao wako kwenye mazingira hatarishi na dawa kinga, ikiwemo mojawapo PrEP au PEP. Lakini pia tunatoa elimu kinga, kwa maana kwamba kuwaelimisha ni namna gani wanaweza kujikinga dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya. Lakini pia tunatoa counseling, kwa maana kwamba tunatoa ushauri nasaha kwa wanawake wale ambao wako katika mazingira hatarishi, lakini kwa wasichana wale wadogo ambao huenda wanajiona wako salama lakini wako katika kundi la hatari. Asante sana Elizabeth. Brother hapo from Gateway Rehabilitation Center, tuambie mnafanya nini hapa? Mimi kwa kituo changu cha Gateway Rehabilitation tuna muunganiko wa huduma tofauti. Kwanza kituo kinajihusisha na uwezeshaji wa upataji nafuu kwa watu ambao wana changamoto za afya za akili, lakini pia kwa ambao wanapata unafuu kutoka katika matumizi ya dawa za kulevya. Kiujumla kituo chetu kina muunganiko wa huduma tofauti ambayo inaanzia katika ngazi ya mtu binafsi, familia na kijamii kiujumla. Kwa mtu binafsi tuna huduma ya saikolojia na unasihi kwa mtu binafsi ambaye yupo kwenye changamoto ya matumizi ya dawa za kulevya, ambapo tunaangalia sababu tofauti ambazo zimemsababisha huyo mtu kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya, au sababu ambazo zinafanya mtu aendelee kutumia dawa hizo za kulevya. Lakini pia tunaangalia tutamsaidia vipi au kumwezesha huyo mtu aweze kuachana matumizi ya dawa za kulevya na aweze kutumia njia nyingine salama ambazo zitamwezesha kukabiliana na changamoto za kila siku za maisha. Lakini nje hapo pia tuna huduma kwa familia, ambayo pia tunasaidia hizi familia ambazo zina wapendwa wao na changamoto ya madawa ya kulevya, kwa sababu nao binafsi kuna matatizo mengi ambayo wanapitia ya kisaikolojia, ya kiuchumi, pia ya kijamii. Kwa hiyo kuna namna pia nao wanahitaji msaada huu wa huduma ya kisaikolojia na ushauri pia. Kwa hiyo tunajaribu kuwasaidia kuweza kuona ni kwa namna gani watawasaidia wapendwa wao, lakini pia tunawaunganisha wahanga wa dawa hizi za kulevya pamoja na familia zao, ili kwa pamoja waweze kutengeneza namna bora ambayo wataweza kuishi na kusaidiana kuwezesha upataji nafuu kwa urahisi. Asante sana, na nadhani nimemaliza. Asanteni sana kwa kutupa taarifa. Tutarudi tena wakati tunaendelea kumsubiri mgeni rasmi. Sasa jipigieni makofi, maana vijana wote focus yao ipo kwenye mpira. Tunawashukuru sana kwa taarifa. Tutaendelea tena. MC dada Rema, karibu tena. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.